Nilikuwa na swali moja kuhusiana na ripoti iliyotoka ya tume ilionyesha kwamba kulikuwa kuna viashiria vya ghasia iliyotokea kwenye uchaguzi. Jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama vilitambua ile taarifa ya kutokea ghasia miezi 6 kabla, lakini ikaonekana kwamba kuna jeshi la polisi na vyombo vya usalama havikuchukua tahadhari hii. Sasa mnahakikisha vipi wananchi kama ghasia zingine zitakazotokea? Kwanza sitaki kubishana na taarifa ile. Taarifa ile imeshatoa. Na waheshimu sana wajumbe wa tume ile, wabobezi wa masuala mbalimbali ya kisheria, lakini masuala ya kijinai. Na kwa sababu hiyo sitaki kubishana nayo. Lakini majukumu yetu sisi ni kuendelea kuchukua tahadhari za masuala ya kiusalama. Naamini unazo kumbukumbu kabla ya matukio yale kuna watu walikamatwa sana kwa tuhuma mbalimbali. Zote zile zilikuwa ni jitihada za kutambua kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo jitihada mbalimbali zilifanyika. Nadhani ripoti ile ni majibu ya kile tulichokuwa tunakifanya kabla, ambacho nyie mlikuwa mnapiga kelele, kwa nini X amekamatwa, kwa nini Y amekamatwa, na kwa nini Z amekamatwa. Hodi Tanzania, hodi Arusha. Alikuwa anachanjwa usiku. Yeye anachanjwa. Lakini baada ya kufika mlima maombi, hiyo issue ikaisha. Piga Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kutoka Mombasa, Kenya, anatua jijini Arusha. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sherehe za miujiza ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa mlima wa maombi uliopo Arusha, Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu, utukufu kwa Bwana, mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel. Tangu mwaka 79 baada ya mlima maombi kuja nikapona, haujaanguka tena. Ni tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4. Leta wagonjwa wenye shida na mateso, na Yesu Kristo atawafungua, atawaponya na kuwaweka huru. Yote ambaye kuna tatizo la ulemavu wakati wa kuinuka kutembea, inuka na utembee. Mahali ni VETA Audioro, mlima wa maombi, karibu na stendi mpya Bondeni City. Kushiriki mkutano huu, piga simu namba 0756 22 56 81.